Na kusalimu ndugu mpenzi katika jina la Yeshua. Nashukuru sana kwa ajili ya wakati huu Yawe ameweza kutupatia ili tuweze kusemezana ama kufundishana kuhusu somo ambayo inasema ya kwamba ni nani walioandika Biblia na waliandika kwa amri ya nani, na ni kusudi gani waliokuwa wanaandika Biblia ama maandiko matakatifu. Tunapoingia katika somo hili tunaona ya kwamba kwanza Biblia ilikuwa imeandikwa kwanza katika chuo cha Biblia, kama vile gozi inaandikwa kwa kalamu ya rangi, alafu baadaye ikaja ikakusanywa ikawa mkusanyiko wa vitabu kama Biblia tunavyoiona. So ukisoma kitabu cha Zaburi 40 mstari wa 7 inasema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa kufanya mapenzi yako Yawe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ilikuwa imeandikwa katika chuo. Kusoma kitabu cha Luka 4:16, Mwokozi naye aliitisha chuo cha nabii Isaya na akaweza kukisoma katika kusanyiko. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika gombo la chuo, hapo ndipo neno la Yawe lilikuwa limeandikwa. Sasa wale waliandika kwa amri ya nani? Waliandika kwa amri ya Yawe, kwa sababu mwanzo tunaona wale walioandika ni manabii na mitume wa Yeshua ndio waliandika ama wanaitwa waandishi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ukisoma kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 27, Yawe alimwambia Musa, andika maneno haya yote kwa sababu mimi na wewe tumeagana. Kwa hivyo Musa ni mwandishi wa kwanza ambaye ameandika. Ushahidi mwingine tunapoona manabii waliandika, tunasoma kitabu cha Isaya. Isaya pia aliambiwa andika. Katika kitabu cha Isaya 8 mstari wa 1 anaambiwa andika neno hili katika kibao. Na uandike kwa kalamu ya kibinadamu. Pia Isaya 30 mstari wa 8 anaambiwa andika maneno haya katika ubao. Kwa hivyo wao ni waandishi ambao ni manabii, waliweza kuambiwa waandike. Kwa hivyo tunapata ushahidi huo. Ushahidi wa tatu tunapata katika kitabu cha Habakuki 2:2 ambapo anaambiwa andika maneno haya ili msomaji aweze kuisoma kama maji, aisome kwa urahisi. Kwa hivyo manabii waliambiwa waweze kuandika. Pia mitume wa Yeshua waliweza kuandika Biblia. Na waliandika nini? Waliandika injili ya Yeshua. Kwa hivyo waliandika habari za Yeshua. Hata waandishi wa barua pia kama Paulo ameandika kuhusu Yeshua. Na mafundisho yale yote yalikuwa Yeshua anafundisha, ambao ndio agano jipya ni injili ya Yeshua. Ndiposa tukisoma kitabu cha Mathayo tunasikia injili ya Yeshua kama ilivyoandikwa na Mathayo, injili ya Yeshua kama ilivyoandikwa na Luka, injili ya Yeshua kama ilivyoandikwa na Yohana. Kwa hivyo hiyo ni injili ya Yeshua. Na tunaona Yeshua akifundisha katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 52, ambapo anatuambia ya kwamba kila mwandishi mwenye elimu ya mbinguni amefananishwa na mtu mwenye nyumba ambaye anatoa katika nyumba yake vitu vipya na vitu vya kale na vitu vipya. Kwa hivyo mwandishi yeyote ambaye ako na elimu ya ufalme wa mbinguni lazima awe na vitu vipya na vitu vya kale. Kwa hivyo tunaona kuna maandiko ya manabii ambao ni ya kale na mapya ambayo sasa ni agano jipya, ambalo agano hilo jipya ndilo linalonenea kuhusu Mwokozi. Mwokozi wakati alipokutana na watu wakitoka Yerusalemu ambao walikuwa wananena kuhusu Yeshua alipokufa na alipofufuka. Sasa hiyo Yeshua alikuwa amefufuka, akaenda akaingia katikati yao. Ukisoma kitabu cha Luka
Kitabu cha Luka 24 mstari wa 17, ukiteremka hapo chini unasikia ya kwamba Yeshua aliingia katikati ya Kleopa na wale waliokuwa wanasafiri kurudi makwao. Wakilikuwa wakinena wakichomeka mioyoni mwao kuhusu Yeshua wa Nazareti alivyotundikwa na alivyouawa, na ni siku ya 3 tangia alipouawa. Yeshua akawaweza kuwafundisha maandiko. Tunaambiwa ya kwamba alianzia na manabii, akaanzia kuanzia kwa Musa mpaka mahali ambapo itatimia, ama mpaka kwake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yeshua mwenyewe alionyesha ya kwamba yale yaliyoandikwa katika Agano la Kale lazima litimie katika Agano Jipya, katika yeye mwenyewe, ambaye yeye mwenyewe ndiye Agano Jipya. Sasa yaliyoandikwa kwa kusudi gani? Yaliyoandikwa kwa kusudi ya kutufundisha sisi. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4, inatuonyesha ya kwamba yale yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo yaliandikwa ili kutufundisha sisi, na yaliyoandikwa ili tusiwe na ugumu wa moyo kama wale waliopita mwanzo walivyokuwa na ugumu. Kwa hivyo tunaona manabii walipitishiwa mambo mengi, na Wayahudi wa Israeli wote wakapitishiwa mambo mengi ambao ni baba zetu. Katika Wakorintho wa pili 10 mstari wake wa 11, tunaona ya kwamba tunaambiwa yaliandikwa, yani tunafananishwa na wao ili kwamba tusifanane nao, tusiwe na ugumu wa moyo kama hayo. Yaliweza kuandikwa kwa sababu hiyo pia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba yaliandikwa ikiwa na kusudi nzuri. Sasa walioandika hawakuandika maneno hawa yawe hivi tu, bali waliandika maneno ya Yawe wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hawakuandika kwa mapenzi yao tu. Hiyo ni katika Petro wa pili 1 mstari wa 20-21. Waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba katika hiyo andiko hakuna mtu anayeweza kutafsiri maandiko akijitafsiria yeye mwenyewe, kwa maana wanadamu waliandika maandiko wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni vizuri sana usiweze kujua ya kwamba maandiko yote yameandikwa na watu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu ni Roho wa Masihi aliyekuwa ndani yao. Kefa wa kwanza 1 mstari wa 10 inasema, katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia ninyi. Wakafunuliwa waliandika kwa sababu ya Roho wa Masihi aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo Roho wa Masihi alikuwa ndani yao. Kwa hivyo waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Asanti, uweze kubarikiwa.